napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan na waziri wetu Mohamed Mchengerwa kwa fursa hii kubwa na maono haya makubwa. Umuhimu wa mkutano wa leo ni kwamba kwanza tunajua asilimia kubwa ya wananchi wengi wanatumia tiba asili. Kwa kusema hivyo, maana yake tiba asili ni nguzo katika afya ya jamii. Na kupitia mkutano huu itatusaidia sisi kuungana kutumia tiba asili na tiba za kisasa kuenda kufanya mageuzi katika afya. Changamoto kuu kiukweli ni uelewa. Uelewa ni mdogo sana kwa wananchi wengi kuhusu tiba asili. Na kama uelewa ni mdogo, pia kuna dhana potofu kwamba tiba asili wengi wanafikiria ni uchawi, ni uganga wa vitu ambavyo havieleweki. Lakini tiba asili kiukweli ni tiba ambayo wote tunaitumia bila kujua kwa namna moja au nyingine. Na hizi changamoto zote zitakuja kueleweka kwamba sio changamoto baada ya kushirikiana kati ya tiba asili na tiba za kisasa. Sisi kama watoa elimu kuanzia ngazi ya afya ya jamii tuna jukumu kubwa sana kwamba ndo ngazi na daraja ambao tunatakiwa tutumie nafasi hii kuelimisha jamii kuanzia ngazi ya msingi. Tukitumia nafasi hii tukawaelimisha watu, kuondoa na kupunguza dhana potofu na watu kuamini na kujenga utaratibu kwamba tiba asili zipo, tunaziamini, ila lazima tupate utaratibu ili kupunguza madhara, kwa sababu shida sio tiba asili. Shida ni kwamba tusipoelimisha watu wanaweza wakatumia bila utaratibu na tiba hizo hizo zikaja kuwa na madhara baadaye. Hatua nyingi tutazitumia kupitia mitandao ya kijamii, kuelimisha kutumia TV, kutumia radio na pia kupitia wataalamu wetu wa afya ya msingi watapita nyumba kwa nyumba ili kuelimisha elimu hii ya afya ya kisasa wakiungana na tiba ya asili kuanzia ngazi ya nyumba kwa nyumba. Na hii tutasaidiana pia kwenye majarida, kwenye majukwaa, tutatumia njia kama hizo, na pia tutakuwa na mpango mkakati wa kuhakikisha kwamba hii muunganiko wa tiba ya kisasa na ya asili itakuwa na mawasiliano ambayo yataweka karibu hawa watu wawili, tiba ya kisasa na tiba ya asili. Kwa kupitia hapa tutaanza kazi rasmi kuhakikisha huu mkakati unaanza ili elimu ianze kutoka mapema kwa kushirikiana na watu wawili hao, tiba asili na tiba ya kisasa. Na Mheshimiwa Waziri Mohamed Mchengerwa amegusia kitu ambacho watu wote tunatakiwa tujue kwamba tiba ya asili inaanzia kwenye vyakula, na vyakula hivyo ndio ambavyo tunakula. Turudishe utaratibu na utamaduni wa kula vyakula vya asili, maboga, beetroot, ubuyu tunao, badala ya kuweka rangi, ule ubuyu wenyewe tu ni tiba. Tangawizi, vitunguu saumu. Kwa kufanya hivyo tutarudisha pia automatic kwamba watu watakuwa wanakula vyakula vya asili ambao vyakula hivyo ndio vinavyotumika kutengeneza tiba ya asili. Kwa kufanya hivyo, sisi kama watoa elimu ya afya ya msingi tutaanza kuelimisha na kuwafundisha watu vyakula gani vinaongeza damu, vyakula gani vinasababisha uwe na uono vizuri. Kwa hiyo sisi tutapitia huko kuelimisha wananchi kabla ya kuumwa waanze kula vyakula vya afya. Tukimaanisha nini? Walitoa usemi mmoja, wanasema kula chakula kama dawa, usisubiri kula dawa kama chakula. Wito wangu kwa jamii ni kwamba tiba ya asili ni urithi wetu. Ni kweli wazee wetu wameanza kutibiwa kutumia tiba ya asili na sisi tutaendelea, lakini tutakachoshauri na kuelimisha jamii ni kwamba tuhakikishe tunatumia tiba asili ambazo tayari zimeshafanyiwa utaratibu wa kisayansi na imeshaleta matokeo chanya, ili tufanye vitu ambavyo vina matokeo ambayo yashafanyiwa ushahidi wa kisayansi. Usitumie dawa ya asili kama haina ushahidi wa kisayansi. Na pia tunasisitiza sana tuwaambie wananchi wasitumie mitandao ya kijamii kutumia kama platform ya kufundisha watu tiba asili kama huna kibali,
kama haijapitishwa na mamlaka sahihi itakuwa ni uvunjifu wa sheria na pia inaweza ikahatarisha maisha ya wananchi. Kwa hiyo nawasisitiza watu watumie sehemu sahihi ambazo zinajulikana kupitia Wizara ya Afya na vitu ambavyo vilishafanyiwa ushahidi wa kisayansi.